Katika anga ya sheria yenye mzingo wa hadhi na busara kubwa, Tanzania leo inamwaga kwa heshima Jaji Mkuu Profesa Ibrahim Hamis Juma aliyestaafu rasmi tarehe 13 ya mwezi Juni 2025. Amewaka kama taa ya maarifa kwa miaka mingi. Sasa ameondoka akiwa ameacha msingi thabiti ya haki, uongozi na utulivu wa kisheria. Alizaliwa tarehe 15 ya mwezi Juni mwaka 1958 katika kijiji cha Mukendo, Musoma, mkoani Mara. Safari ya elimu ilianza kwa bidii na maono. Alipata shahada ya sheria kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na baadaye shahada ya uzamili. Alipanua upeo wake zaidi nchini Ubelgiji katika Chuo Kikuu cha Ghent ambako alipata shahada ya uzamili ya sheria ya bahari na baadaye shahada ya uzamivu yaani PhD, ambapo aidha alipata mafunzo ya juu ya haki za binadamu katika Chuo Kikuu cha Lund nchini Sweden kupitia kituo cha Royal Welbeck. Kati ya mwaka 1980 hadi mwaka 1990, Profesa Juma alifundisha sheria katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Alijenga misingi ya fikra na uelewa kwa kizazi cha wanasheria wapya, akitambulika kama mlezi wa taaluma na sauti ya utulivu. Mwaka 2008, Rais wa wakati huo Jakaya Mrisho Kikwete alimteua kuwa jaji wa Mahakama Kuu ya Tanzania. Mwaka 2012 alipandishwa hadhi na kuwa jaji wa Mahakama ya Rufani. Katika nyadhifa hizi zote, Profesa Juma alijitokeza kama kiongozi mtulivu mwenye busara ya kupima hoja kwa mizani ya haki. Baada ya kustaafu kwa Jaji Mkuu Mohamed Chande Othman, Profesa Juma aliteuliwa kuwa kaimu jaji mkuu mwanzoni mwa mwaka 2017. Kisha tarehe 10 Septemba 2017, Rais John Pombe Magufuli hayati alimteua rasmi kuwa jaji mkuu wa Tanzania. Katika kipindi chake cha uongozi alisimamia mageuzi makubwa ndani ya mahakama. Alihimiza matumizi ya mifumo ya tehama kwa ajili ya uendeshaji wa mashauri. Akaanzisha huduma ya e-filing na kuimarisha miundo mbinu ya majengo ya mahakama kote nchini. Si hayo tu, alisisitiza pia juu ya matumizi ya jukwaa la kisheria la Tanzlil na usambazaji wa maamuzi ya mahakama kwa uwazi zaidi. Kwa mtazamo wake, haki haipaswi kuwa mbali na wananchi, bali iwe karibu, ya haraka na yenye ufanisi. Leo anapohitimisha utumishi wake akiwa na umri wa miaka 67, Profesa Ibrahim Juma anaondoka kwa heshima kuu, akiacha kumbukumbu ya uongozi uliojengwa juu ya misingi ya taaluma, nidhamu na busara. Hakika Tanzania inasali na kusema asante kwa huduma iliyojaa hekima, maarifa na mwelekeo sahihi wa kisheria. Tunapaswa kusema kwamba huu ni mwisho wa zamu, lakini si mwisho wa mchango wake katika historia ya haki na utawala bora nchini Tanzania. Safari yake itasalia kama dira kwa waliopo na vizazi vijavyo. Popote pale ambapo unaendelea kuifuatilia Simulizi na Sauti, hii ni wasifu mfupi tu wa Profesa Ibrahim Juma ambao nimekuletea baada ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kumteua Jaji wa Mahakama ya Rufani George Mcheche Msaju kuwa Jaji Mkuu wa Mahakama ya Tanzania. Mheshimiwa Msaju anachukua nafasi ya Mheshimiwa Profesa Ibrahim Hamis Juma. Uapisho wa Jaji Mkuu utafanyika tarehe 15 ya mwezi Juni mwaka 2025 Ikulu Chamwino, Dodoma, kuanzia majira ya saa 4 kamili asubuhi. Mimi ni Franki Kashonde. Usuhuba wetu uendelee kwa jina la Simulizi na Sauti. Usiache kusubscribe na kucomment kwa taarifa nyingine kemkem zinazokujia.